Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mungu mwema, Baba yetu wa mbinguni, wewe unayetuhudumia kila wakati na kila siku, tunakushukuru sana kwa kuwa umetupa neema hii ya kuweza kuwa na ibada mahali hapa ya kukushukuru wewe. Na muda huu tunaomba uweze kutuwezesha kutafakari neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Katufundishe ya kwamba tunayo haki na sababu ya kuendelea kukushukuru maishani mwetu. Kwako Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Nitasoma neno la Mungu ambalo nimelichagua kuniongoza katika ibada hii ya siku ya leo, ibada ya shukrani, kutoka waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ile ya kwanza na ule mstari wa 12 tu. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ile ya kwanza mstari wa 12 tu. Neno la Mungu linasema, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Neno la Mungu. Niombe tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, kipekee sana ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema yake aliyonipa kwa mwaka huu na mwezi huu wa 12, ya kwamba ameweza kubadilisha maisha yangu na kuniweka katika viwango vingine vya kuendelea kumtumikia kama mchungaji. Lakini pia niendelee kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyoweza kunisimamia na kuniongoza katika mapito yote, na hapa naweza kusema nimeuona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wakati nilikuwa nikiimba ndani ya nafsi yangu, na natamani ninapoanza mahubiri haya tuweze kushirikiana kwa pamoja jinsi tulivyokaa. Kuna wimbo aliuimba Dr. Ipiana, Ufunuo, mnaufahamu? Niseme nini siwezi kueleza, zako hazielezeki, nitaongoza kwa kuimba, uliyoyatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Hey, uliyoyatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Twende pamoja. Uliyoyatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Uliyoyatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Niseme nini Bwana, siwezi kueleza Baba, nina kushukuru.
niseme nini? Siwezi kueleza. Baba nina kushukuru, Baba nina kushukuru, Baba nina kushukuru, Yesu nina kushukuru, Baba nina. Mungu awabariki sana, na hii ndiyo sababu yangu kuendelea kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyoyatenda kwangu, aliyoyatenda kwenye familia yetu, na aliyoyatenda hata katika usharika huu wa Kayanga kupata mchungaji. Mungu awabariki sana, na washukuru sana kwa kuniombea. Leo tumekusanyika hapa kwa moyo wa shukurani, si kwa sababu ya mafanikio ya kibinadamu, bali kwa ajili ya wema wa Mungu unaopita uelewa wetu. Katika maisha ziko nyakati ambazo wakati mwingine maneno yetu yanashindwa kueleza uzito wa kile tunachokihisi ndani ya mioyo yetu, na kati ya matukio hayo, tendo hili kwa kweli ni kati ya nyakati hizo ambapo mimi siwezi kueleza, siwezi kusema, kwa kuwa Mungu amefanya kitu cha kipekee na cha ajabu sana. Baraka ya kuitwa na kubarikiwa kuwa mchungaji kwa kweli ni jambo zito, takatifu na lenye heshima mbele za Mungu na mbele za watu. Lakini pia huu ni wito wa kujitoa, si kwa sehemu bali kwa maisha yote. Si tu baraka ya kuwa mbele ya watu, kuwaambia simama, piga magoti, kaa kwenye benchi, bali ni majukumu ya kuwa mtumishi wa kondoo wa Mungu, kuwalea, kuwaombea, kuwasikiliza, kuosha miguu yao, kuwaongoza kwa upendo wa Kristo. Katika Timotheo wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 12, Mtume Paulo anasema, ninamshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa kuwa aliniona kuwa mwaminifu akanikabidhi huduma hii. Na haya ni maneno yangu pia siku ya leo. Najua kabisa si kwa nguvu zangu, si kwa elimu yangu, wala sio kwa sura yangu hii ya tafadhali nipigie, si kwa urefu wangu nilionao wa kwenda chini, wala sio kwa sifa zangu mimi mwenyewe, wala sio kwa sababu nilikuwa na jina kubwa kama watu wengine walivyo na majina, bali kwa kuwa Mungu aliniangalia kwa jicho la huruma, aliniangalia kwa jicho la rehema, akautumia udhaifu wangu, akautumia unyonge wangu, na kuniona ya kwamba ninaweza kutumika katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kwa kutambua kwamba kilichonibeba ni neema ya Mungu tu, siwezi kutembea mahali popote nikajipiga kifua nikasema nimeweza. Ni neema ya Mungu peke yake, na natamani kila atakayelisikia hili atambue ya kwamba neema ya Mungu ikikubeba kwenye maisha yako, hata akiwa ni mtu wa aina gani, hauwezi kuipindua neema ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya yananifanya kuamini kwamba Mungu akisema itakuwa. Wapendwa, hata iweje, hakuna mtu wa kuweza kuzuia kile Mungu alichokikusudia kwenye maisha yako. Mimi natamani niwe mfano hata kwa wengine, kwamba unakupitia kote, hata katika maisha tunayoyapitia wakati wote na kila siku, usiache kuitegemea neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akikubeba hakuna wa kukushusha. Yeye amesema atatimiza kwa wakati wake lile alilokusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi tumekuwa na tabia ya kukata tamaa,
unafika mahali moyo wako unapoteza matumaini, unafikiria kwamba haupasi kustahili kufika mahali fulani, lakini neema ya Mungu ikiwa na wewe, ni nani haseme hapana? Ni nani apinge? Ni nani akatae? Na hata wanadamu wakati mwingine wanaweza wakakuinukia. Na nakumbuka kuna mtu mmoja, wakati nimeanza kuingia kwenye utume na kupata wito huu, alikuja akanifuata, akaniambia, akasema, na wakati huo nilikuwa naenda kwenye uinjilisti ili niingie kwenye processes za kuomba kuendelea kusoma na uchungaji, kusoma theolojia. Alikuja akaniambia, akasema, unapoteza muda wako na wakati wako. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, wachungaji wanakufa wakiwa ni maskini. Na ni kweli, inawezekana wanaweza wakafa ni maskini wa kimwili, hawana magari, hawana majumba. Lakini nikamwambia, nikasema, mimi nikiwa na Yesu ndani ya moyo wangu, huyo ni tajiri tosha, na ndiye anayefanya nini? Ananitosha kwenye maisha yangu, ananifaa. Na nilikuwa naomba sana, sijui kama amesikia hizi habari Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine uache Mungu akuheshimishe, Mungu akuweke kwenye viwango anavyovihitaji, ili hata wale wanaofikiri hauwezi kufika waone umefika na umevuka hata walipofikiria, ili kazi ya Mungu iendelee kutukuzwa. Hata wale wanaokucheka leo wakati unaanguka, wakucheke kesho wakati wakiona mafanikio yako. Usikate tamaa wala usitetereke, kwa sababu wanadamu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno. Na hilo neno la Mungu ndilo limenipa neema ya kusimama hapa na sasa kuwa mchungaji Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu hayawezi kupimika, hayawezi kupingika kwa namna yoyote ile. Na napenda kumshukuru Mungu kwa tendo hili. Ninaomba anikumbushe kila wakati kuwa kazi hii aliyoniitia kwa kweli si nafasi ya kutukuzwa, sio nafasi ya kusimama mbele ya watu na kufikiria kwamba nimefika, bali ninaiona kama nafasi ya kutumika, sio kutawala. Kama nilivyosema, kuosha miguu ya watu wa Mungu. Na napenda kusema haya kwamba nitafanya kazi hii kwa nguvu zangu zote, huku nikikumbuka hapa nilipo ni kwa neema ya Mungu tu. Namuomba sana Mungu asinifanye nikawa na kiburi. Namuomba sana Mungu asinifanye kusahau nilikotoka. Mungu alibariki neno lake tangu sasa na hata milele. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.